Nikukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media, uko nami Victor Moshi. Katika mji wa El Fasher magharibi mwa Sudan, taarifa za kibinadamu zinaendelea kufichua kile kinachotajwa kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na kikosi cha msaada wa haraka RSF dhidi ya raia. Madaktari wa Sudan na mashirika ya misaada yameripoti kuwa mamia ya miili ya watu waliouawa katika mapigano na mashambulizi ya kijeshi imezikwa katika makaburi ya pamoja, huku mingine ikichoma moto kwa makusudi ili kuficha ushahidi wa mauaji ya halaiki. Kwa mujibu wa Sudan Doctors Network na Sudan Doctors Syndicate, miili hiyo ilikusanywa kutoka mitaa, nyumba zilizoangamizwa na mashambulizi, pamoja na maeneo ya hifadhi ya wakimbizi wa ndani. Mashuhuda wamesema kuwa mazishi hayo yalifanywa haraka, bila utambulisho wa marehemu, bila taratibu za mazishi, na mara nyingi chini ya ulinzi mkali wa wapiganaji wa RSF. Taarifa hizo zinaeleza kuwa wapo pia waliouawa kisha kuchoma moto, jambo ambalo madaktari wanasema ni jaribio la kufuta ushahidi wa majeraha ya risasi, vipigo na mateso. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limesema kuwa wahanga wengi ni raia, wakiwemo wanawake na watoto, na kuwa huduma za afya katika eneo hilo zimeporomoka baada ya hospitali, magari ya wagonjwa na wahudumu kushambuliwa. Mashirika hayo yameonya kuwa mazingira ya El Fasher kwa sasa yanajumuisha hali ya msiba wa kibinadamu inayohitaji uokoaji wa haraka wa kimataifa. Uchunguzi wa picha za satellite uliofanywa na Yale Humanitarian Research Lab umeonyesha maeneo yanayofanana na makaburi mapya ya ukubwa usio wa kawaida, pamoja na alama za udongo uliosongeka kwa wingi zinazolingana na maandalizi ya mazishi ya halaiki. Uchambuzi huo ulitolewa sambamba na ripoti ya Al Jazeera na Reuters ambazo zimenukuu mashuhuda wakisema kuwa wakazi walizuiwa kurejea kuwazika wapendwa wao kwa taratibu za kawaida kwa hofu ya kulipiziwa kisasi na wanamgambo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu OHCHR imeelezea tukio hilo kama ishara ya uwezekano wa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kibinadamu, ikiwemo uhalifu wa kivita na uwezekano wa mauaji ya kimbari, hasa ukizingatia malengo ya mashambulizi dhidi ya jamii maalum kutoka Darfur. Mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Amnesty International pia yameomba uchunguzi wa kimataifa na hatua za ulinzi kwa raia. Kwa sasa mashirika ya kibinadamu yanatoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuruhusu uchunguzi huru na haraka, pamoja na ufunguaji wa njia salama za usambazaji wa dawa, chakula na uokoaji kwa raia waliokwama katika mapigano. Bila uchunguzi wa moja kwa moja wa kimataifa, miili iliyozikwa na kuchomwa inaweza kupoteza ushahidi muhimu unaoweza kuthibitisha ukubwa wa muundo wa uhalifu uliofanyika. Hii ni taarifa moja kwa moja kutokea nchini Sudan, ambayo inahuzunisha na kuchoma mioyo ya watu kutokana na kile ambacho kimefanyika katika taifa la Sudan dhidi ya kundi la wanamgambo la RSF, ambalo inadaiwa kwamba miili ambayo imeuawa katika mapigano kwenye mji wa El Fasher imezikwa ili kuweza kupoteza ushahidi wa mauaji hayo kutokana na mashambulizi makali ambayo yameweza kufanyika katika maeneo hayo. Mtazamaji wetu, salia nasi kila siku ili uweze kujifunza na kuweza kujua nini ambacho kinajiri katika uga wa kimataifa.